ni mtu wa huzuni sana, anakuwa na wasiwasi mwingi bila kuwa na sababu inayoeleweka. Ni jeraha la kihisia au kisaikolojia, ambalo wanaume sio mbwa jamani. Yani inakuwa ni kama kidonda kimebaki, maumivu yalitokea au tukio lilitokea, kwa hiyo imeacha jeraha. Unakuta kuna mtu ni mtu mzima, ana maisha yake, lakini still hana uwezo wa kujiamini yeye kama yeye. Ana hasira kali, yani kupita maelezo. Tunakosea ili tuwe perfect. Sasa kuna mtu ambaye akikosea, yani anajilaumu, anaweza kujilaumu days and days. Au hasira kwa wanaume only kwa sababu aliona mzee alipita hivi, yani walitelekezwa labda na baba yao. Kwa hiyo akiwa mtoto wa kike, kuna uwezekano mkubwa sana anavyoanza kukua na kujitegemea, akaanza kuwa na mzigo wa chuki. Inawezekana aliingia kwenye mahusiano mara ya kwanza, mara ya pili ikawa sio bahati, akakutana na mwanaume ambaye haeleweki, amemnyanyasa. Okay, mimi naitwa Helen Ruta. Ni mtumishi wa Mungu, lakini pia mimi ni lecturer, ninatumika kwenye chuo kimojawapo hapa Tanzania. Lakini pia kwa neema ya Mungu mimi ni trauma informed coach. Mtu ambaye ninahusika kutoa awareness kuhusiana na mambo mbalimbali ya trauma, lakini pia kuwasaidia watu kuheal kwa kumerge professionalism and the word of God. Yeah. Na labda kwa mtu ambaye hajawahi kusikia kabisa neno trauma, unaweza kumweleza trauma ni nini? Trauma kwa maneno marahisi ni jeraha la kihisia au kisaikolojia ambalo limetokana na maumivu fulani ambayo amewahi kuyapitia hapo nyuma. Aidha alikutwa na tukio la kuumiza au alishuhudia tukio la kuumiza, kwa hiyo likamwachia jeraha, ndio tunaita trauma kwa maneno rahisi kabisa. Okay, so haya ni maumivu ya jambo ambalo lilishapita au tukio lilishapita. Yani inakuwa ni kama kidonda kimebaki, maumivu yalitokea au tukio lilitokea, kwa hiyo imeacha jeraha ndani la kihisia au kisaikolojia. Mtu mwenye trauma unawezaje kumfahamu kwa kumtazama? Kuna dalili zozote ambazo zinaonekana kwa nje ambazo labda yeye anashindwa kutambua, au unawezaje wewe kumfahamu mtu mwenye trauma? Dalili ziko nyingi, lakini naomba ni highlight dalili chache. Kwanza, watu wengi ambao wanakuwa na trauma wanakuwaga na issue za self esteem. Yani unakuta kuna mtu ni mtu mzima, ana maisha yake, lakini still hana uwezo wa kujiamini yeye kama yeye. Ana lack ile self confidence, ana esteem issues. Yani hata mtu mwingine anaweza akawa na struggle hata kusimama mbele za watu. Lakini mwingine anaweza akawa anajiona kwamba I'm out of the place, yani anajiona I don't deserve kwa sehemu fulani, vitu kama hivyo. Lakini pia dalili nyingine, inaweza ukakuta mtu ambaye ana hasira kali, yani kupita maelezo. Yani anakuwa na hasira au anakuwa amejaa chuki sana moyoni. Hiyo pia inaweza ikatusaidia kujua huyu mtu inawezekana kwa namna moja au nyingine ana trauma ambayo anaishi nayo. Inawezekana anajua au asijue. Lakini pia umewahi kukutana na watu ambao ni perfectionist, yani hapendi kukosea, yani anapenda yani kila kitu anachokifanya awe perfect and perfect, which is impossible. Tunakosea ili tuwe perfect. Sasa kuna mtu ambaye akikosea yani anajilaumu, anaweza kujilaumu days and days, anataka kuwa perfect. Hiyo pia inaweza ikatu alert sisi kwamba huyu mtu inawezekana kuna kitu aliwahi kupitia nyuma kikamfanya awe hivyo alivyo. Kwa kuna hizo, kuna nyingine pia. Kuna nyingine ambayo unaweza ukamkuta mtu ni mtu wa huzuni sana, anakuwa na wasiwasi mwingi bila kuwa na sababu inayoeleweka. Kuna watu pia wanakuwaga na mood swings, yani leo yuko hivi, yes, kesho vile, au anaweza akawa ana furaha tu masaa kadhaa, baadaye anabadilika na hakuna mtu aliyemkosea, hakuna underlying reasons. Kwa hiyo hiyo pia ni dalili moja wapo. Kwa ziko nyingi, lakini kwa ku-highlight hizo ni chache. Kuna aina hii ya watu ambao wana hasira za karibu sana, ni wakali, yani ukimgusa tu unalo. Sasa hii inawezekana ni aina ya malezi ambao waliyapata, ama ni ndio hao ambao tunawazungumzia hapa wanasumbuliwa na trauma. Inawezekana ikawa hivyo au isiwe hivyo, kwa sababu hasira ina sababu nyingi nyuma yake.
Kuna watu ambao wanakuwa na hasira kali kwa sababu ni personality zao, yani wao wako hivyo. Hamna tukio ambalo limewahi kuwatokea, lakini wako hivyo. Yes. Inatokea yani kwamba wako hivyo. Lakini kuna watu ambao wanakuwa na hasira kwa sababu ya ugumu wa maisha. People are stressed. Yani mtu ana stress zake, yani kwa hiyo anaona mambo hayaendi, things are not moving. Ni rahisi mtu hivyo kuwa mkali sana au kuwa na hasira. Lakini trauma pia inaweza ikawa ni chanzo kimojawapo cha watu kuwa na hasira. Kwa mfano, unaweza kukuta mtu ambaye labda alikulia kwenye mazingira ya walitelekezwa labda na baba yao. Kwa hiyo akiwa mtoto wa kike kuna uwezekano mkubwa sana anavyoanza kukua na kujitegemea akaanza kuwa na mzigo wa chuki au hasira kwa wanaume only kwa sababu aliona mzee alipita hivi yani. Kwa hiyo anaweza kuwa na definition kwamba okay, so this is how many treat women hivyo. Kwa hiyo hasira ina sababu nyingi, lakini mojawapo ndo hiyo inaweza ikawa ni matukio ambayo amewahi kuwa nayo huko nyuma yakamfanya awe na hasira kali, au yeye tu akawa mkali asiwe soft. Yeah. So kuna wale wanawake ambao wanasemaga wanaume wote ni sawa, wanaume wote ni mbwa. Wale ni nini kinakuwa kimewapata? Wanaweza kuangukia kwenye hilo kundi la trauma za utotoni. Yaani unaweza kukuta ndo mtu kama huyu alishuhudia mama yake ametelekezwa au amenyanyaswa, au yeye mwenyewe ame-experience hiyo. Yaani inawezekana aliingia kwenye mahusiano mara ya kwanza, mara ya pili ikawa sio bahati, akakutana na mwanaume ambaye haeleweki, amemnyanyasa. Yani kwa hiyo ile trauma inamfanya conclude kwamba wanaume wote ni mbwa. Ila in reality wanaume sio mbwa jamani. Kwa maana hiyo unamaanisha kwamba aina ya malezi ambayo mtoto anayapata akiwa mdogo yanakuja kuwa na impact kubwa sana akiwa mtu mzima. Maamuzi ambayo anayafanya yanategemea sana namna ambavyo amelelewa na wazazi wake. Kwa hiyo hii mitazamo ya kwamba wanaume wote ni sawa, wanaume wote ni mbwa ni matokeo ya aina ya malezi ambayo ameyaona kwa wazazi wake. Kama aliona baba amemtelekeza mama, amekula kona, ndivyo ambavyo atakuja kuona vile vile kwamba wanaume wote wako sawa, wanaume wote ni mbwa. Inawezekana kabisa. Japo ndio hivyo sasa tunarudi pale pale. Sababu ni nyingi. Inawezekana hata sio kwamba aliona kwa wazazi wake. Yaani inawezekana yeye mwenyewe ndio ali-experience hiyo au aliona kwa rafiki yake, akaishia kuwa na hiyo conclusion. Lakini most of times inatokea hiyo kwenye malezi. Yaani unakuta mtu amekuzwa akiwa mdogo, akaona mamake anachokipitia. Kwa hiyo anavyoendelea kukua, ana generalize kwamba na siku na mimi nikiwa na mwanaume wangu lazima itakuwa kama kilichotokea kwa mama. Kwa hiyo anajenga tu ile chuki kwa sababu ya familiarity. Yaani kitu ambacho amezoea kukiona kipindi anakuwa. Anajikuta ana hasira, ana draw conclusion hata kama bado kuna wanaume wazuri, lakini still yeye kwa sababu ya kitu alichoki experience kitamfanya aone kwamba wanaume wote ni sawa, ni mbwa. Na kwenye issue ya malezi kuna hizi adhabu ambazo wazazi wanatoa kwa watoto wao. Naomba sasa tuzungumzie kwa sababu nafahamu zina faida zake kwenye kushape tabia ya mtoto, lakini zina hasara zake. Hebu tuangalie hasara ambazo zipo kwenye hizi adhabu ambazo watoto wanapata kwenye uwezo wao wa kufanya maamuzi baadaye wakiwa watu wazima. Kwanza mimi mwenyewe ni mhanga wa adhabu kali jamani. Yaani mimi nimechapwa viboko. Sijui, lakini kwenye set ya malezi Kiafrika na Kitanzania sijui ilikuwaje, yani tukajikuta tu lazima tu kuna adhabu kali kali zinahusishwa. Yani sasa matokeo yake ni kwamba badala ya kujenga unakuwa unafanya vitu viwili at par. Yani unajenga huku unamwekea mtoto hofu. Yani anakuwa na uoga uliopita kiasi. Kwa hiyo mtoto huyu anapokuwa mtu mzima ndio unakuta ndio ile anakuwa hawezi kwanza kujisimamia kwenye maamuzi yake. Yani anakuwa na uoga ambao umepitiliza, hata wa kustep up. Unakuta mtu ana mawazo mazuri, ana ideas nzuri, lakini yani ana hofu fulani ambayo imepitiliza simply kwa sababu alikuwa anajua nimewahi kuwa nakosea nikiwa mdogo na napewa adhabu kali sana. Kwa hiyo bado anaamini kwamba hata nikikosea hapa inawezekana kuna kitu kibaya sana kitanipata. Kwa hiyo anakuwa ana fear, lakini tunarudi tena pale anapata self esteem issues.
lakini inawezekana huyu mtu na yeye atakapokuwa mzazi, kuna burden ataihamisha kutoka kwa wazazi wake, anaihamishia kwa watoto wake. Kwa hiyo unakuta panakuwa na generational trauma, yani yeye ametoa maumivu ya kuadhibiwa kwa wazazi wake, anayatoa yeye anayapeleka kwa watoto wake, hivyo inaendelea hivyo. Kwa hiyo lakini haswa kinachotokana na adhabu kali ni hiyo hofu, yani mtoto anakuwa anauoga sana, hata kukaa mbele za watu yani anaogopa, anaona no, I don't deserve kukaa hapa, kwa sababu kuna familia ambazo unakuta baba akisikika tu sauti yake yuko mlangoni, kila mtu anakula kona. Kila mtu anadisappear. Hofu, wakati in real sense inabidi mtoto awe na urafiki na wazazi wake ili aweze kuwa huru pia kuzungumza hisia zake.